Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mnaendelea vizuri popote mlipo, na hata kwa wanawake wote tunaona jinsi gani mnavyoendelea kusherehekea sikukuu ya wanawake duniani, na basi tunawatakieni iwe njema kwenu, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kisiasa, kiusalama na hata kidiplomasia pia. Na kwa sasa hivi tutakwenda kuangazia sekta ya kidiplomasia, ambako baada ya Marekani kutangaza uwezekano wa kuatilia vikwazo vipya baadhi ya viongozi wa Rwanda na watu wote ambao wanashukiwa kuchangia kwa kuongezeka kwa mgogoro wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi Rais wa Rwanda Paul Kagame alifanya mkutano nchini Kigali na waandamizi wa kidiplomasia nchini humo, na katika hotuba yake alikwenda kuzungumzia hali hiyo ya vikwazo na sekeseke zima linalohusiana na hali ya kiusalama mashariki mwa Kongo. Akiwa mbele ya waandamizi wa kidiplomasia hao jijini Kigali, Kagame alieleza mtazamo wake juu ya hali ya usalama. Katika hotuba yake iliyogawanyika katika mambo masaba muhimu, inaashiria kwa dhahiri vitisho vinavyohisiwa, majukumu ya pande zote na msimamo thabiti wa Rwanda. Paul Kagame alisema kwamba Rwanda inahisi kuwa hatarini kutokana na dhana za vurugu na ukabila wa silaha pamoja na msaada wa moja kwa moja au wa upande wa tatu unaopelekewa na makundi haya. Alisisitiza kuwa nchi yake haitarudi nyuma katika siku za giza za mwaka wa 1994 ama 1994, na hakuna makubaliano yatakayokubaliwa juu ya kanuni hii ya msingi. Rais huyo alisema kuwa Rwanda ni shirika linaloaminika, linaloshikilia ahadi zake, huku ushirikiano mzuri wa nchi hiyo unategemea sera thabiti za usalama zilizodumu kwa zaidi ya miongo mitatu ambazo zinahakikisha stahiki na utulivu wa kanda. Kagame alikumbusha kuwa makubaliano ya Washington yanahusisha pande tatu ambazo ni Rwanda, DRC na Marekani kama mdhibiti wa kati. Alionya kuwa hakuna haki kuwa tu Rwanda inayetakiwa kutimiza majukumu yake huku makosa ya pande nyingine yakikosa kushughulikiwa, akisisitiza uhakika wa utekelezaji wa majukumu kwa pande zote. Rais wa Rwanda alisisitiza kuwa nchi yake ipo tayari kuondoa hatua zake za kinga mara tu DRC itakapotimiza kikamilifu majukumu yake kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya Washington. Hatua hii, kwa mujibu wa Kagame, ingefungua njia ya usalama wa pamoja na ushirikiano wa kiuchumi unaonufaisha pande zote. Kagame alibainisha kuwa mizizi ya migogoro imedumu kwa miongo kadhaa, ikichochewa na kupuuziwa na upweke wa kimataifa. Kwa maoni yake, tishio kuu la Rwanda bado ni uwepo wa FDLR, Forces Democratiques de Liberation du Rwanda, kwa mujibu wake wanaoungwa mkono na Kinshasa, wenye dhana ya mauaji ya kimbari na uwezo wa kuathiri makundi mengine ya wahasi katika eneo. Rais huyo alidai kuwa serikali ya Kongo inatoa msaada hai kwa FDLR, ikiwa ni pamoja na msaada wa kisiasa, kifedha na kuingizwa kwa kikosi chake katika jeshi la Kongo. Alibainisha kuwa makundi haya tayari yametekeleza shambulio la kuvuka mipaka lenye vifo katika historia na yanaendelea kufanya hivyo bila adhabu, na kuongezwa kuwa ushirikiano mpya na baadhi ya wahusika wa mauaji ya mwaka wa 1994 umekubalika mjini Kinshasa. Mwisho, Kagame alikosoa shinikizo la kimataifa lenye upande mmoja linalolenga Rwanda pekee, huku likiendelea kupuuza uvunjaji wa makubaliano na DRC, ikiwemo kuimarishwa kwa kijeshi kwa Burundi, shughuli za wapiganaji wa Zalendo na mashambulizi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa maoni yake, njia hii inachochea kuendelea kwa mgogoro na kuweka Rwanda katika dilema lisilowezekana, yani kuikubali tishio au kujilinda
Rwanda. Hotuba hii inaonyesha wazi msimamo thabiti wa Rwanda kuhusu usalama wa kanda, umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya kimataifa na umakini wa nchi hiyo mbele ya vitisho vya mipaka. Lakini yote kwa yote, baadhi ya wachambuzi wengi wa kisiasa na kidiplomasia wanaona ya kwamba Marekani zina sababu halali za kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda, huku nchi hiyo ikijionyesha hadharani kama jeshi lililo na nidhamu na lenye uwezo wa kulinda raia. Hata hivyo, uchunguzi na ripoti za kimataifa zinaonyesha ukweli wa giza zaidi. Tangu waasi wa M23 FCRDF wachukue udhibiti wa baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matukio ya ukatili wa kingono yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Kulingana na takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa UN, yanaweka wazi kwamba karibu matukio 10,000 ya ubakaji na ukatili mwingine wa kingono yameripotiwa mwanzoni mwa mwaka wa 2025, ambapo idadi kubwa ya wahanga walikuwa ni watoto. Wataalamu wa haki za binadamu wanasema kuwa katika muktadha wa vita, raia hasa wanawake na wasichana ndio wahanga wakuu wa ukatili huu. Ukatili wa kingono mara nyingi hutumika kama silaha ya vita na kuacha alama za kudumu za kiakili na kijamii ndani ya jamii. Hali hii inaonyesha wazi jukumu la vikosi vinavyoungwa mkono au kuvumiliwa na Rwanda, huku Rwanda ikidai kudumisha nidhamu na usalama katika maeneo yaliyo chini ya ushawishi wa M23. Vikwazo vya Marekani vinachukuliwa katika muktadha huu ili kudhibiti ukatili huu na kuhimiza utekelezaji wa maadili ya kimataifa ya kulinda raia. Na katika muktadha huu ama konteksti hii ya kidiplomasia, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi amewasili hiyo jana Jumamosi tarehe 7 Machi mwaka 2026 jijini Chicago nchini Marekani kushiriki katika mazishi ya mchungaji Jesse Jackson, kiongozi mashuhuri wa harakati za haki za kiraia Marekani, utakaofanyika leo tarehe 8 Machi mwaka 2026. Uwepo wa rais wa Kongo unawakilisha heshima ya kimataifa kwa kiongozi huyu wa kihistoria anayejulikana kwa kupigania usawa wa rangi, haki za binadamu na haki za kijamii. Akishirikiana kwa karibu na mchungaji Martin Luther King Jr., Jesse Jackson alichangia miongo kadhaa ya mapambano ya haki na usawa nchini Marekani, na ushawishi wake umepita mipaka ya Marekani, ukihamasisha harakati nyingi za kidemokrasia duniani kote. Kulingana na taarifa ya ikulu ya Kongo, ushiriki wa Felix Tshisekedi pia unalenga kuheshimu urithi wa kisiasa na kimaadili ulioacha Jesse Jackson, ambaye ushawishi wake umeenea kimataifa. Rais wa sasa wa Kongo anataka kutambua mchango wa kiongozi huyu katika kukuza maadili ya usawa na heshima ya binadamu. Viongozi kadhaa wa kisiasa pamoja na viongozi wa kimataifa wanatarajiwa kuhudhuria Chicago ili kutoa heshima ya mwisho kwa kiongozi huyu muhimu wa harakati za haki za kiraia. Sherehe hiyo inatarajiwa kuwaleta pamoja wawakilishi wa kisiasa, wanaharakati wa haki za binadamu na wanahistoria walioshirikiana na Jesse Jackson, ikionyesha ushawishi wake duniani katika mapambano ya haki na usawa. Ziara ya Felix Tshisekedi inajitokeza pia kama ishara ya kisiasa na kidiplomasia, ikionyesha ushirikiano wa kimataifa katika kutathmini maadili ya haki za kijamii na haki za binadamu yaliyojengwa na Jesse Jackson kwa maisha yake yote. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanakwenda kujiri na kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Kwa hiyo tukutane kwa majaliwa. Tunashukuru kwa mara nyingine tena.